Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Kufahamu upendo au uhusiano wa siri wa mtu. Kutumia maarifa mengi kufanya jambo. Kumkumbuka mtu uliyempoteza. Kutafakari kuhusu maisha. Kurudisha maumivu kwa mbaya wako. Kupendezwa na harufu ya manukato fulani. Kupatiwa taarifa asubuhi sana kuhusu familia yako. Nyota ya Mapacha. Kuikataa hali ya mkosi. Kufanya taratibu mpya ya jambo. Utalala kwa amani sana. Kuhisi kutendewa miujiza kwa jambo litakalotokea. Utaweza kujua usahihi wa mambo kwa haraka sana. Mtu atakuhitaji tena kimahusiano. Nyota ya Ndoo. Utakuwa kwenye nafasi kubwa ya ulezi. Kujua siri nyingi zitakazofanya utafakari. Kujikata, kuumia au damu yako kutoka. Kufananishwa na uzao wako kwa sura au matendo. Kuifanyia kazi maana ya ndoto yako. Nyota ya Samaki. Kabla ya kufanya kitu utahitaji ushauri. Kupata salamu nyingi za watoto. Kiongozi mpya kuchaguliwa au kuteuliwa katika kazi. Kutotaka mtu akupe sababu au maelezo. Kuhitaji jibu kamili lenye kujitosheleza. Kumpinga mtu kwa anachokifanya. Nyota ya Nge. Kuongea au kufanya jambo ikiwa ni makosa kufanya hivyo. Utapata ufumbuzi wa kitu. Utakuwa unashtuka sana usingizini. Kuna jambo utatahadharishwa nalo. Kuyajua maneno ya mtu yenye uchonganishi. Manunguniko ya mtu kukufikia. Kutoa zawadi kwa kushukuru. Utafanya ibada kwa jambo fulani. Kumuwazia mtu. Nyota ya Kaa. Kumlipia mtu fea katika usafiri. Kushikwa sana miguuni, baraka zako kwa watu zitatenda kweli. Kununua mkufu. Kupata kitu cha zamani kilichohifadhiwa. Kumpeleka mtu kwenye matibabu japokuwa atakuwa mbishi au mwenye kulazimishwa. Kuzipinga tuhuma mbaya. Kuujua unafiki wa mtu. Kufurahia kuwa matembezini na mtu. Kupata muda wa kupumzika baada ya kazi za mfululizo. Nyota ya Ng'ombe. Kubishana na mtu au kutoelewana naye. Vitu vingi kukuishia kwa wakati mmoja. Kupata hisia za kusemwa vibaya. Kusaidizana jambo na jirani yako. Utaificha siri inayokuumiza moyoni. Nyota ya Mbuzi. Kupata manufaa kwa kitu. Kuingia sehemu kwa wasiwasi. Kuwaza uadui wa mtu. Mtu atajirudi kwako kwa sababu maalum. Mtu atakuwa na makasiriko kwa sababu yako. Taarifa za utengano wa watu zitakuumiza. Nyota ya Mashuke. Kuumizwa kuhusu mapenzi. Kichwa kitakuwa na ganzi ya mambo mengi akilini. Kujihisi una deni kwa mtu. Wengi mtapata hasara kubwa. Kutamani umpate mtu wa kumwelezea jambo lako. Nyota ya Punda. Utaonekana uko na kosa ikiwa si kweli. Mtu kukuhangaisha kwenye mahusiano au kuwa ni mtu msumbufu. Jambo lako kutofanyiwa kazi kwa wakati. Kutofurahia kitu kinachofanywa na familia. Maneno yako mazito yatabaki akilini mwa mtu kwa kuyatafakari. Nyota ya Simba. Kumfikishia mtu taarifa inayomhusu iliyokuwa inasemwa sana na watu. Kufafanuliwa jambo. Nafasi ya mtu kumwamini itaondoka. Kuogofya kupoteza ulichonacho. Mazingatio mazuri kukufikia. Simba. Nyuma yako kuna kitu kinachokusumbua. Unalolipanga huwa ni ngumu kutimizika. Kwa baadhi yenu kupokea taarifa muhimu. Nyota ya Mshale. Kuhisi ganzi kichwani. Kujaribu kukumbuka ulichokiota. Moyo wako kukusemesha kwa njia ya hisia. Aliyekuwa na kuchukia atarejesha upendo kwako. Uchangamfu wa mtu kwako utakushangaza.
Kuacha kutumia kilevi au uraibu wowote uliokuwa unautumia. Mtu kuvutiwa na wewe. Utasimamishwa na mtu njiani. Anaweza kuwa yuko kwenye usafiri. Kuna mtu anatamani kukutafuta. Utapata habari kumuhusu mtu. Kurudi kazi ulipokuwa unafanya zamani. Pia anaweza kuwa mtu wako wa karibu kurudishwa kwenye kazi yake. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.